Na hali ya taharuki imetanda katika kijiji cha ICF kaunti ya Wajir baada ya mtu mmoja kutoweka kumradhi. Hassan Ibrahim ambaye alikuwa akihudumu kama mwendeshaji teksi hajulikani aliko kufikia sasa baada ya kuchukuliwa na watu wanaosemekana kwa maafisa wa usalama. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Abdelkafar Hussein, zimu la kutoweka kiholela limerejea na inahofiwa kuwa huenda kukawa na visa zaidi ambavyo havijaripotiwa. Hassan Ibrahim Koro mwenye umri wa miaka 30 anakisiwa kuchukuliwa na watu wanaodaiwa kuwa maafisa wa usalama ambao hawakuwa wamevalia sare rasmi. Kulingana na familia yake, Hassan ambaye alikuwa akihudumu kama dereva wa teksi alichukuliwa mwendo wa adhuhuri akiwa katika kituo cha mafuta cha Nomak katikati ya mji wa Wajir. Those guys who claim to be police officers have not followed the protocol, in fact, because when you arrest somebody, it is good that you go and report to the police station, you book him and give him an OP number. Biwi la simanzi likigubika boma hili huku familia ikisalia kinywa wazi sijue la kufanya. Mkewe Hassan ni mwenye masikitiko mengi, maswali chungu nzima yakitawala fikra zake huku akiwaza ni vipi atakidhi mahitaji ya wanawe wanane. I know it be seen dead or life or dead, nobody know it be seen. And this family here is the father, he was the father of this family here. This is the father, this is children. They need answers from the government. That where is their son? Where is their son? These officers were tired of them. Kamanda wa polisi kaunti ya Wajir Stephen Ngetich alidhibitisha kisa hicho huku akihimiza familia kuwa na subra kwani maafisa wa usalama tayari wanaendeleza uchunguzi kubaini Hassan yuko wapi. Tunaendelea kuchunguza na tuko na mwelekeo mzuri kwamba kwa wakati wowote huenda tutampata. Tunatumia teknolojia ya kisasa. Ongezeko la visa vya watu kutoweka kiholela katika kanda ya kaskazini mashariki limekuwa donda sugu huku familia kadhaa zikisalia na majonzi na kutumai tu kuwa siku moja wataungana na wapendwa wao. Abdelkafar Hussein, Runinga ya Citizen, kaunti ya Wajir.